zako asubuhi ya leo Bwana, na nena ukuu wako asubuhi ya leo Bwana. Unatangaza neema ikashuke mahali hapa, natangaza neema ikatawale mahali hapa, natangaza Bwana wa majeshi, nguvu zako Bwana wa mabwana zikatawale mahali hapa katika jina la Yesu. Ebeneza na achilia nguvu, Ebeneza na achilia moto, moto ushukao Bwana. Bwana wa mabwana katawale, mshindi wa washindi Bwana wa majeshi. Hakuna Bwana wa mabwana aliye na nguvu my God, hakuna Bwana wa majeshi aliye na upako Bwana. Ebeneza ni wewe, anayetawala ni wewe Bwana, anayepenya ni wewe Baba. Oh my Father, my God, naachilia nguvu zako asubuhi ya leo Bwana. Naachilia moto wa madhabahu ukashuke mahali hapa, achilia neema Bwana ikashuke mahali hapa katika jina la Yesu. Ebeneza anayeweza ni wewe, Ebeneza ni wewe, mshindi wa washindi ni wewe Bwana. Ebeneza hakuna aliye na nguvu Bwana wa mabwana, hakuna aliye na uwepo. Oh my Father, my God, Biblia inasema mahali uwepo wako huko, mahala pale una ukombozi. Where the Spirit of the Lord is, Bwana wa mabwana mahala pale kuna kukombolewa. Oh my Father, my God, asubuhi ya leo naomba ukombozi. Asubuhi ya leo na nena nguvu zako. Asubuhi ya leo na nena ukuu wako. Asubuhi ya leo natangaza Bwana wa mabwana neema ya kipekee. Achilia neema, neema Bwana ikashuke mahali hapa. Unaachilia neema, neema Bwana wa majeshi ikatawale mahali hapa katika jina la Yesu. Ebeneza ni wewe, mshindi wa washindi ni wewe, kimbilio ni wewe Bwana. Jehova Jire, hakuna Bwana wa mabwana anayeweza my God, hakuna Bwana wa majeshi anayetawala Bwana wa mabwana ila ni wewe Bwana. Naachilia nguvu Bwana wa mabwana, Roho wako my Father akatawale mahali hapa. Neema ya kipekee ikashuke mahali hapa katika jina la Yesu. Ebeneza ni wewe, mshindi Bwana wa mabwana, hakuna my God aliye na nguvu Bwana, hakuna Ebeneza aliye na mamlaka. Oh my Father, my God, natazama Jehova Jire, Bwana wa mabwana, ukuu wako my God, jinsi Bwana wa mabwana ulivyo mwaminifu, jinsi Bwana ulivyo mkuu Bwana. Asubuhi ya leo ningependa umwambie Bwana ukuu wake ni mkuu. Ningependa mwambie Bwana neema zake, fadhili zake, mambo anayoyatenda ni makuu katika maisha yetu, katika kanisa lake. Anatenda mambo ya ajabu, anatenda mambo. Biblia inasema ya kwamba yeye ni Mungu anayebadilisha, yeye ni Mungu anayebadilisha. Biblia inasema ya kwamba Hezekia akatumiwa ripoti ya kufa, lakini Biblia inaniambia alipomgeukia Bwana, Bwana akabadilisha ile ripoti. Wapendwa, kuna ripoti ambazo tumenenewa. Wapendwa, kuna ripoti ambazo tumeambiwa. Biblia inatuambia tunaweza tukabadilisha. Ni nini cha mpendo unachosumbukia? Ni nini cha mpendo unachotazamia? Ni nini cha mpendo ambacho unaangalia? Asubuhi ya leo Bwana anaenda kubadilisha. Asubuhi ya leo Bwana anaenda kubadilisha. Wapendwa, tusikate tamaa kwa Bwana, usikate tamaa. Bwana anaenda kubadilisha. Nini cha mpendo unachotazamia? Bwana,
Biblia inasema unapomtazama anaweza akafanya, unapomtazamia yeye ndiye Muumba. Biblia inasema kama kuna uwezo akuumba mbingu na nchi, wewe ni nani mpendwa asibadilishe hiyo hali, asibadilishe hayo mapito unayopitia? Mpendwa, omba mbele za Bwana, umwambie Bwana, mwambie Bwana anabadilisha. Akamwambia mhubiri ya kwamba anaenda kwa yeye Mungu anayebadilisha hali na majira. Inaweza kuwa mpendwa uko katika majira mabaya, inaweza kuwa mpendwa uko katika majira ya kusumbuka, inaweza kuwa mpendwa unapitia majira ambayo hayapendezi. Asubuhi ya leo nimekuletea ripoti ya kubadilishiwa ile majira, maana Bwana anasema ya kwamba anabadilisha hali, maana Bwana anasema ya kwamba anabadilisha majira. Mpendwa, inaweza kuwa biashara yako haienende sawa, inaweza kuwa familia yako haiko sawa sawa. Asubuhi ya leo, oh my God, my Father anakuja asubuhi kubadilisha ile hali ambayo unayopitia. Mpendwa, usikate tamaa, usikate kumtumikia huyo Mungu, maana anabadilisha maisha yetu, maana anabadilisha hali ambazo unazopitia, maana anabadilisha ile mapito ambayo tunayopitia. Bwana, uteta nasi my God, uteta nasi, uteta na biashara zetu, uteta na familia zetu. Biblia inasema anateta na wale ambao wanateta na yeye. Kwa hivyo mpendwa, jukumu lako kuteta na Bwana, jukumu lako kuteta na Bwana. Umwambie Bwana atete na wewe. Biblia inasema Bwana hawezi akateta na wewe ama wewe mwenyewe hauteti na yeye, ama wewe mwenyewe hauenende katika njia za Bwana. Oh my God, my Father, asubuhi ya leo, oh my God, my Redeemer, tunateta na wewe ukiamini ya kwamba unaenda kuteta nasi. Bwana wa mabwana apigane vita vyetu, apigane Bwana wa mabwana wale my God wanaotupiga. Oh my Father, my God, iwewe Bwana wa mabwana anayebadilisha, iwewe dadi anayeokoa, iwewe Bwana wa mabwana anayepenya katika maisha yetu. Tunaomba upenyo katika biashara zetu, tunaomba upenyo Bwana wa mabwana katika familia zetu. Bwana wa mabwana tunaomba amani. Biblia inasema Bwana akatuma Paulo akamwambia ya kwamba andikie kanisa la Korintho, uambia ya kwamba yeye si Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani. Wapendwa, ningependa walike amani ya Bwana katika kanisa lake, walike amani ya Bwana katika biashara yako, walike amani ya Bwana katika familia yako, maana Biblia imetuambia ya kwamba yeye si Mungu wa machafuko. Hivyo mpendwa, ni jukumu lako kuondoa kila uchafu, jukumu lako kuondoa kila mangaiko, jukumu lako mpendwa kuondoa kila uchafu wote wa maisha, wote ambao unakuandama mpendwa. Biblia inatuambia yeye ni Mungu wa amani. Vyema mpendwa kuandamana na amani ya Bwana, ni vyema mpendwa kuandamana na amani ya Bwana. Unapoalika amani ya Mr. Jesus katika maisha yako, unapoalika amani ya Yesu ndani ya biashara yako, unapoalika amani ya Yesu katika familia yako,
Biblia inaniambia Bwana wa mabwana, familia ambazo zinaomba pamoja, zinatembea pamoja. Hivyo mpendwa, ni vyema ukaombe familia, ni vyema ukaombe biashara. Haina imani ya kwamba unapoteta na ile biashara kwa Bwana Yesu, naye Yesu atateta nayo. Unapoteta na ile biashara katika maisha yako, Yesu anaenda kuteta na yeye. Biblia imetuambia anaenda kuteta nasi, anaenda kupigana hizi vita vyetu. Hivyo mpendwa, si jukumu lako kupigana vita, ni jukumu lako kuchukia wengine. Biblia inatuambia Bwana anaenda kuteta na wale ambao wanateta na yeye. Jukumu lako ni kuangalia Bwana unanenda kubadilisha ile ripoti ambayo imenenwa. Biblia inasema Mordekai akateta na Bwana, hata kama Hamana alikuwa amepanga njama ya kumoa. Biblia inasema usiku ule Bwana kulala. Hata na wewe mpendwa, inatangaza ya kwamba Bwana naenda kukushughulikia. Kuna mambo ambayo Bwana naenda kushughulika, kuna mambo ambayo Bwana naenda kukuonekania. In the name of Jesus, kaonekane Bwana, kaonekane Yesu, katamalaki Bwana. Nanena nguvu zako zikapenye, my God. Nanena ukuu wako ukatawale Bwana. Nanena nguvu zako zikapenye mahali hapa, katika jina la Yesu. Naachilia neema, neema ya Mr. Jesus ikatawale asubuhi ya leo. My Father, my God, onekana Bwana wa majeshi asubuhi ya leo. My Father, nanena nguvu zako asubuhi ya leo Bwana. Nanena ukuu wako asubuhi ya leo Bwana. Nanena Bwana ukatawale. Nanena Bwana wa mabwana ukapenye Bwana, katika jina la Yesu. Achilia neema, 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 neema ikashuke mahali hapa Bwana. Neema ikashuke mahali hapa Dade. Achilia neema, neema yako ikatawale mahali hapa. Neema yako ikashuke mahali hapa, katika jina la Yesu. Bwana, tunaomba kibali chako. Kibali Bwana wa majeshi, kibali Bwana wa mabwana. Kapigane Bwana wa majeshi, achilia kibali. Kibali Bwana wa mabwana. Biblia inaniambia Bwana wa mabwana ana alipojawa na kibali chako alijifungua Bwana wa mabwana. Nabii mkubwa hata nasi Bwana wa majeshi tunaomba Bwana wa mabwana kibali. Biblia inaniambia my Father, my God, analikuwa amedhalauliwa Bwana, analikuwa Bwana wa mabwana amesema sema, lakini Biblia inaniambia kibali chako ilipojaa ndani maisha yake alijifungua Bwana. Mkuu my Father alijifungua Bwana. Kitu cha ajabu alijifungua Bwana. My God, my Father, naomba Bwana wa majeshi kibali chako Bwana. Tunaomba neema yako, tunaomba nguvu zako, tunaomba Bwana wa mabwana neema yako ikashuke mahali hapa. Ebeneza, ni wewe anayetawala Bwana wa mabwana. Ni wewe my God, ukajaze watu wako Bwana na kibali my God. Bwana wa mabwana, na watu my Father biashara zao zinaenda kukubalika, na watu my Father wanaenda kukubalika. Haijalishi Bwana wa mabwana ina kina nane hao ambao
ambao walikuwa wamewakataa, asubuhi ya leo my Father unanena kukubalika, ukakubalike Bwana, Bwana wa majeshi, atufanye Bwana tukakubalike, atufanye dade tukapendeze Bwana, atufanye Bwana wa mabwana tukakubalike machoni pako. Naomba kibali ikaandamane Bwana pamoja nasi, kibali chako dade ikatawale Bwana katika maisha yetu, kibali chako ukajawe na kibali. Biblia inaniambia Yusufu Bwana alipojawa na kibali cha Bwana, haijalishi ni gerezani anawekwa Bwana anapata kibali, haijalishi Bwana wa mabwana ni wapi anawekwa, my Father my God anapata kibali mahala pale, haijalishi Bwana ni kuchukiwa kwa aina gani, Bwana unamuinua mahala pale. Nasi my God this morning Bwana wa mabwana unaalika kibali, kibali Bwana ukikatawale, kibali dade ikatamalaki katika maisha yetu. Tunaomba kibali tukajawe na kibali. Wapendwa, ningependa umwambie Bwana ni asante kwa neema yake, mwambie Bwana ni asante fadhili zake. Mpendwa, umwambie Bwana ni asante kwa nguvu zake, umwambie Bwana ni asante. Oh, thank you, thank you, thank you. Mwambie Bwana ni asante neema zake, mwambie Bwana ni asante kwa nguvu zake, mwambie Bwana ni asante. Unapoenda kuanzisha hiyo biashara yako, ambia Bwana ni asante. Biblia inasema wale wagonjwa 10 ambao walikuwa na ukoma, Biblia inaniambia waliponywa wote, lakini yule aliyerudi kusema ni asante, Biblia inasema waliponywa zaidi. Hivyo kuna siri kumshukuru Bwana. Unaweza kumshukuru Bwana hii dakika apate kutenda mengi. Unaweza kumshukuru Bwana hii dakika apate kuyajibu yale matamanio ya moyo wako. Hivyo mpendwa, uko na sababu ya kumwambia Bwana ni asante. Kukuamsha asubuhi ya leo, uko na sababu ya kumwambia Bwana ni asante. Jemedali hata wale Bwana wa mabwana aonekane Bwana ni asante. Dade, umekuwa mwaminifu, umekuwa Bwana wa mabwana kimbilio, umekuwa Bwana wa mabwana mtetezi wetu. Ebeneza iposa Bwana wa mabwana tunasema ni asante. Thank you Lord, umekuwa mwaminifu Bwana, umetutendea Ebeneza, tunasema ni asante. Uko neema yako, tunasema ni asante. Wafadhili zako Bwana, tunasema ni asante. Ebeneza tawala, oh my Father my God, tunanena nguvu zako asubuhi ya leo, tunanena ukuu wako ukatawale mahali hapa, tunanena fadhili zako zikapenye mahali hapa. In the name of Jesus, my Father and my God, najua Ebeneza unatawala, najua Mungu wangu hakuna wa kulinganishwa na wewe. Pokea sifa Bwana. Tunapoenda kulisikia neno la asubuhi, tunaomba nguvu zako, tunaomba ukatutawale Bwana, tunaomba ukatuonekanie, na ni kwa jina kuu la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Okay, praise God. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema ambayo Bwana ametuonekania. Ni asubuhi ya baraka ambayo Bwana ametutendea. Ningependa kabla nisijaingia katika neno la asubuhi nikaweze kutangaza ya kwamba ibada zetu zinaendelea. Asubuhi tunaanza 6:30 to 7:30. Mpendwa, uko karibu sana.
Lunch hour service inaanzia saa 7 mpaka saa 8, na kuna ibada nyingine ya jioni ambayo inaanzia 6 to 7. Karibu sana kwenye ibada zetu. Pia katika mitandao tunapatikana kama Pastor Philip Moremi Facebook. Ukiingia mahala pale naweza ukatutazama, na Mungu atakubariki, Mungu atakutenda mema kwa jina la Yesu. Praise the name of the living God. Kwa hivyo karibu katika ibada zetu na Mungu atakubariki. Amen. Amen. Biblia inasema ya kwamba ama asubuhi ya leo ningependa kunena kuhusu kufurahia katika Bwana. Wapendwa, ni vyema tunafurahi katika Bwana, kwa maana yeye ndiye muumba. Yeye ndiye aliyekuleta hapa duniani. Ukisoma in the book of Psalms 122 and verse 1, Biblia inasema ya kwamba na nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Wapendwa, ni vyema unafurahia wakati uko katika Bwana. Ni vyema unafurahia wakati mtu anakuambia tuenende tukatafute uso wa Bwana. Asubuhi ya leo nimekuletea habari ya kukuambia furahia katika Bwana, na unapofurahia katika Bwana, Bwana anatenda mambo makuu, Bwana anatenda mambo ya ajabu. Huyu ni Daudi anasemezana, anasema ya kwamba na nilifurahi waliponiambia twende katika nyumba ya Bwana. Wapendwa, ni vyema unafurahia wakati mtu anakualika katika nyumba ya Bwana, maana Biblia inasema mahala pale ndipo ushindi unapatikana. Katika nyumba ya Bwana ndipo ukombozi unapatikana. Hivyo mpendwa, Daudi anasema na nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yake, Yerusalemu. Praise the name of the living God. Ni vizuri ya kwamba mtu anapokuambia twende katika nyumba ya Bwana unafurahia, kwa maana yule mtu hakutakii mambo mabaya. Yule mtu anakutakia mambo ambayo ni ya ufalme, na Biblia inasema mtafute Bwana kwanza ili mambo mengine apate kuzidisha. Mtafute Bwana katika maisha yako akiwa first priority. Unapomtafuta Bwana, kwa hakika hizo mambo unazosumbukia, hizo mambo ambazo unatazamia, unapomtazama Bwana katika maisha yako akiwa wa kwanza, anaenda kuzidisha. Mpendo, nini hicho unahitaji kwa Bwana? Jambo la kwanza ni kufurahia unapoalikwa katika madhabahu yake, ni kufurahia unapoalikwa katika nyumba ya Bwana. Hivyo mpendwa, kuna siri katika nyumba ya Bwana. Kuna siri ambayo imefichwa katika nyumba ya Bwana. Hivyo mpendwa, ni vyema unafurahi unapoingia katika madhabahu ya Bwana, maana Bwana anaenda kukukomboa kupitia yale madhabahu, maana Bwana anaenda kuzindisha katika yale madhabahu. Ni vyema mpendwa unafurahia wakati unaingia katika nyumba ya Bwana. Biblia inatuambia na sasa miguu yetu imesimama ndani ya Yerusalemu, kumaanisha ya kwamba ukiwa Yerusalemu, mahala pale una mapato, mahala pale kuna amani, mahala pale una nguvu. Hivyo mpendwa, ni vyema unapoingia katika Yerusalemu ya Bwana,
Bwana. Ni vyema unapoingia katika nyumba ya Bwana. Bwana hawezi akakuaibisha ukiwa nyumbani kwake. Bwana hawezi akakuaibisha ukiwa kwake. Hivyo mpendwa, ile ambacho unasumbukia, kwanza umtafute Bwana na haki yake, na hakika anaenda kuzindisha. Kama ni biashara ambayo unasumbukia, kama ni familia ambayo unasumbukia, kitu cha kwanza asubuhi ya leo ni kufurahia na kuikanyagisha miguu yako ni Yerusalemu. Mpendwa, unapoyakanyagisha ile miguu katika Yerusalemu, Bwana anaenda kufungua milango. Bwana anaenda kuleta amani. Bwana anaenda kuachilia neema ndani ya maisha yako. Hivyo mpendwa, ni vyema mpendwa ufurahia katika nyumba ya Bwana. Ni vyema ufurahia katika nyumba ya Bwana. Unapofurahia, Bwana anatenda. Jambo la kwanza ni kufurahi. Unapofurahi, Bwana atakuzingira. Praise the name of the living God. Unapofurahia, Bwana anakuzingira. Praise the name of the living God. Bwana anakuinua. Haleluya. Bwana anakutetea. Bwana anakulinda. Kwa hivyo mpendwa, ni vyema unafurahia unapoingia katika nyumba ya Bwana. Ni vyema unapoingia katika nyumba ya Bwana usikuwe na roho ile ya kukunjamana, usijawe na roho ile ambayo ya kusema katika nyumba ya Bwana mahala pale hakuna mapato. Ni vyema unapoingia katika nyumba ya Bwana unajua mahala pale kuna furaha, na hakika Bwana atazindisha furaha ndani yako. Praise the name of the living God. Na kumtegemea Bwana katika maisha yako. Kwa kila jambo ambalo unalolifanya, mtegemee Bwana. Biblia inatuambia ya kwamba wanaomtumainia Bwana ni kama mlima wa Zayuni. Praise the name of the living God. Wapendwa, ni vyema tunamtumainia Bwana kwa maisha yetu, tunamtumainia Bwana kwa biashara ambazo tunafanya, tunamtumainia Bwana kwa maana ametuambia ya kwamba wanaomtumainia yeye ni kama mlima wa Zayuni ambao hautatikisika, wakaa milele. Praise the name of the living God. Ukimtumainia Bwana siku ya leo, mambo yako yanaenda kukaa milele. Ukimtumainia Bwana siku ya leo, biashara zako Bwana anaenda kuzifanya ziwe za manufaa katika nyumba ya Bwana. Hivyo mpendwa, ni vyema tukamtumainie Bwana. Ni vyema wapendwa tukamtegemee Bwana asubuhi ya leo. Ni vyema tuache kutegemea mali zetu. Vyema wapendwa tuache kutegemea mambo zetu. Vyema wapendwa tuache kutegemea familia zetu, na tuyaelekeze macho kwa Mr. Jesus. Unapoelekeza macho kwa Yesu, umwambie Bwana nakuja kwako, ili Bwana Bwana ipate kukutegemea mahala pale. Bwana anafungua milango yako mahala pale. Bwana anakuzingira. Hakuna chochote kinachoweza kukutoa katika ndani ya Yesu. Hivyo mpenda, ni vyema unapozunguka unamwambia Bwana nakutegemea wewe, unamwambia Bwana nakutegemea wewe. Mpendwa, unapomtegemea Bwana Yesu, unapomtegemea huyu Mungu, hakuna kitu, hakuna jambo linalokutoa ndani yake wapendwa.
Bwana, hata kama ni nini hicho ambacho kinakusumbukia wapendwa, inaweza kuwa uliacha njia zake, inaweza kuwa wapendwa uliacha kumtegemea huyu Mungu, hakika atakuondokea. Biblia inaniambia unapomtegemea Bwana, wewe utakaa kama mlima ule ambao uko Sayuni, ambao hauwezi utingizika. Unapomtegemea Bwana, hata kama ni magonjwa hayawezi kukutingiza, hata kama ni mambo, hata kama ni kwame, hawezi ukakutingiza. Maana wapendwa, umemtegemea Bwana, maana wapendwa, umeelekeza maisha yako Mr. Jesus. Wapendwa, ni vyema utuelekeze macho yetu kwa Bwana Yesu, atumwambie ya kwamba atubaduke, umwambie ya kwamba atuegemee, umwambie ya kwamba atuyumbayumbi. Wapendwa, unapomwambia hautayumbayumba, unapomwambia Yesu yeye ndiye ngome ambayo ni imara, Bwana atakutetea, Bwana atakushindania. Haijalishi shetani anakuja kwa upande gani, weka kwa Bwana. Unapokaa kwa Bwana mpendwa, haijalishi ni nini hicho ambacho kinakuja, haijalishi ni mawimbi ya aina gani, Bwana atakutetea. Maana Biblia inatuambia ya kwamba Bwana anaenda kuteta na wale ambao wanateta na yeye. Bwana anaenda kupigana pamoja na wale ambao wanapigana na maisha yako. Inaweza kuwa kuna mambo ambayo yanakupiga, inaweza kuwa ni magonjwa ambayo yanakusumbua. Asubuhi ya leo tumeambiwa ya kwamba tuetegeze, tumeambiwa ya kwamba tukae kwa Bwana. Wapendo, unapokaa kwa Bwana, unapomtegemea Bwana kila jambo, unapomtegemea Bwana kwa kila kitu, Biblia inatuambia hata kama ni dhoruba ambazo zitakuja hazitakuondoa, hata kama ni magonjwa ambayo yanakuja haitakuondoa. Wapendo, wewe ambaye unayesumbuka, asubuhi ya leo akutangazia ya kwamba ukaa kwa Bwana. Unapokaa kwa Bwana anakutetea, unapokaa kwa Bwana anakuonekania, unapokaa kwa Bwana anakushindania, unapokaa kwa Bwana anakutetea. Wapendwa, ni vyema kukaa kwa Bwana, ni vyema wapendwa kukaa katika njia za Bwana. Unapokaa mpendwa katika njia za Bwana, hakuna uovu ambao unaweza ukakuondoa, hakuna mahangaiko ambayo yanaweza yakakuondoa. We watu wakilia ya kwamba economy iko juu, wewe Bwana atakuwa anakulisha. Biblia inasema Elisha akaliswa na kongolo. Hata wewe mpendwa akutabiria ya kwamba Bwana anaenda kukulisha, hata kama kuna njaa, hata kama shinda zako zimekuwa mingi. Mpendwa, unapokuja kwa Bwana, unakutegemea Bwana, kwa hakika anaenda kukushindania, kwa hakika anaenda kukutetea. Mpendwa, unasumbukia nini? Umtegemee Bwana katika maisha yako, mtegemee Bwana kwa kila jambo, naye atapita kwa hilo jambo na apate kukutendea. Wapendwa, ni vyema unamtegemea Bwana kwa kila jambo. Ni vyema unamwambia Bwana ni wewe, unapea Bwana the first priority, na unapompea Bwana kwa hakika atakutendea, kwa hakika atakuonekania, kwa hakika atakubariki. Mungu wa amani awabariki, Mungu wa amani awatende mema kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba neema yako, tunaomba nguvu zako Bwana zikaandamane pamoja na maisha yetu. Siku ya leo tunanena nguvu zako, tunanena ukuu wako Bwana
ukatamalaki. Bwana, tunaenda Jehova Chile kukutegemea kwa kila jambo. Tunaenda Bwana kukutegemea kwa kila kitu Bwana. Katuonekanie Yesu. Siku ya leo tunanena nguvu zako, tunanena ukuu wako Bwana, ukaandamane pamoja nasi. O Yesu, tawala na upenye. Yesu, tawala na uonekane. Bwana, tunaomba neema ya kipekee ikashuke mahali hapa. Nguvu za kipekee Bwana zikatawale mahali hapa. Naombea lunch hour ya siku ya leo Bwana, kaibariki. Kaionekanie Bwana wa mabwana, kakomboe watu Bwana wa majeshi kupitia hiyo ibada Bwana. Na nena nguvu zako, na nena ukuu wako. Evening service, oh Lord, naomba neema ya kipekee ikatawale. Naomba nguvu za kipekee zikapenye Bwana, kwa jina la Yesu. Uinuliwe Bwana, upewe sifa. Na ni kwa jina kuu la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Tupatane kwa lunch hour kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom.